vita ya kusema kwamba tulale usingizi ili tuuawe. Kwa kifupi, mimi naona kwamba hiyo kusimamisha vita ni strategy ya kutufanya tulale, kwa sababu mipango ya IDPS, mipango ya Kisegeti, mipango ya FARDC na hao adui zake aliyokusanya za FDLR ni plani ya kumaliza kizazi kiliyogundua ukweli wa kutenganishwa na kuchonganishwa. Nafikiria kwamba mimi kwa upande wangu, sijui viongozi wanaweza kaamua namna gani, lakini kwa macho yangu ya pili, macho Ndugu Karoti mpatanishi, miaka iliyopita ulikuwa ni mtu wa amani, mtu wa kuunganisha makabila zote, mtu wa kutetea wanyonge, ambassadeur de la paix. Uliamuaje kushika silaha na kujiunga na M23? Unanirudisha kwa hizo soso. Nimesikia swala lako, ni sio ngumu, ni jepesi. Umesema miaka mingi Karoti mpatanishi ulikuwa unaunganisha watu, lakini kwa nini ulijikuta kwa kushika silaha na kujikuta kwa M23? Wakati yangu ilikuwa ni utabiri wa manabii kusema kwamba na hili litatokea. Shida langu na msimamo wangu ulikuwa ni kabila zote kuungana. Nilikuwa nahitaji mkongomani wa Centro, mkongomani wa Bandundu, mkongomani wa Kasai, mkongomani wa Equateur, mkongomani wa Kishasa, mkongomani wa Goma, mkongomani wa Bukavu, mkongomani wa Uvira, Fizi, Mwenga na Minembwe waishike bendera kuililia Kongo wakiwa kwa pamoja. Kwa sababu gani niliunganisha watu? Inamaanisha kwamba nilikuwa naunganisha watu kwamba waikimbie Kongo. Hayamaanisha kwamba nilikuwa naunganisha watu ili wasijue anayewachonganisha. Alikuwa anachonganisha watu ni huyu ambaye iko naua watu. Na alikuwa amegabula watu, akawagawa vipande. Lakini shida yangu ilikuwa ni kujua nani anaweza kachukua Mnyamlenge, Mfuliru, Mbembe, Mnyindu, Mshi, Nyamasisi awe kwa pamoja na haione hii shida ambayo tunapitia leo. Unajua watu walikuwa wanakufa, watu walikuwa wanauawa kwa jina ya kuuawa wenyewe kwa wenyewe, wakitumikishwa na hawa ambao wameonekana leo. Umesema kwamba kwa nini umeshika silaha? Kila mtu kwa republiki yetu ya Kongo ana silaha leo. Na kila mtu ana silaha kwa kupigania masilaha ya mafunzo aliyofunzwa yeye mwenyewe. Kuna wamoja walishika silaha wanaitwa wazalendo, wanaipigania haki ya nchi yao kama wanavyosema. Kuna wengine wana silaha wanaitwa FARDC, wanapigania haki ya nchi yao kama Kiswahili walivyoambiwa. Kuna wengine wana silaha wanaitwa FDLR, kwa leo wameitwa ndio Wakongomani d'origine. Na kuna wengine wameshika silaha kwa kutetea maslahi yao. Lakini kama mimi mpatanishi, Twirwaneho ni kundi ya watu waliokubali kujitoa muhanga kuliko wauawe kama nyoka, wauawe kama panya ambazo ziko ndani ya shimo. Wakajisimamia wenyewe, wakajipigania, lakini hawakujipigania kumaliza kabila zingine. Walijipigania kwa kupiganisha adui anayetumikisha kabila zingine kuwamaliza. Sasa umeuliza swala la M23. M23 AFC ni chama cha alliance ya makabila yaliyojichanga kwa kuchangia shida wanazo. Nikakuta watu wa Ben, nikakuta watu wa Butembo, nikakuta watu wa Centro, nikakuta watu wa Lubumbashi, Katanga kama Lubumbashi, Equateur, Kasai, Bukavu, wamejiweka pamoja kuipigania haki ya huyu adui aliyekusanya adui wa nchi zingine kuja kutuvika sisi. Nafikiri ni hilo. Silaha tulioichukua sio silaha ya kwamba inaangamiza watu, ni silaha ya kulinda uhaki ya watu na mali yao. Nafikiri ni hilo ndugu yangu, sioni lingine zaidi ya hilo. Kwa kikubwa mimi bado ni mpatanishi. Ninaambia kila mkongomani anayejiamini, anayejielewa asimame imara kugundua nani adui wake. Hiyo ni zaidi. Je, umewahi kuwa jeshi
la serikali kabla ya kujiunga na M23? Umeuliza swala nzuri sana ndugu yangu. Nafikiri opportunity niko nayo kidogo, nitakujibu. Umewahi kuwa jeshi ya serikali? Kwanza ugundue kwamba hatuna serikali na haijawahi kuwa. Serikali ambazo tulikuwa nazo ni za mpito, na ninafikiri kwamba republiki ya kwetu tuna majenerali wengi ambao ni wa majenerali wa kubandikwa, majenerali wa kuimizwa, wa kuwekwa. Serikali haipo. Serikali ilikuwepo ni ya mpito, ni maserikali za mpito, hazikuwepo. Ukawahi kusema kwamba nikiangalia tuna majenerali wengi sana leo wanatumika na FARDC, walikuwa ni wa majimaji. Na nikisema kwamba kila kijana wote wa Zone d'Uvira, kila kijana wa Fizi, kila kijana wa Mwenga ambaye yuko kwenye FARDC leo, sio kwa sababu alienda kwenye mafunzo ya kijeshi. Hapana. Alikuwa maimai, mporaji wa ng'ombe, maimai kuua jamii la wengine, maimai kuangamiza wasiokuwa na hatia. Lakini serikali itakapokuja gundua kwamba ana ujasiri, inampeleka kwenye serikali na kumuongeza vyeti na kuendelea kuwa kiongozi. Ndio majenerali tunao leo. Tuna majenerali wengi sana ambao ukipata background yao huwezi kuelewa kwamba walitoka wapi. Lakini sasa AFC M23 Twirwaneho imekuja na mafunzo, imekuja na vyeti, imesema anayotaka kuwa jeshi kujeni. Nafikiri uliona juzi Rumangabo, nyasi zote zilikuwa ni green, zilikuwa ni vert. Watu wali qualify, walipata vyeti yao. Sasa AFC M23 uwe ulikuwa general kwenye FARDC, ni lazima ulikuwa Rumangabo jifunze upya. Uwe jeshi wa maimai, tulikwenda Rumangabo kujifunza upya. Sasa ukiuliza kwa sababu umeingia M23, je, ulikuwa jeshi? Kwa M23 hatuulizi kwamba ulikuwa jeshi FARDC ama ulikuwa jeshi Marekani ama ulikuwa jeshi sijui Burundi ama nchi gani. Kitu anauliza uko wewe ni Mkongomani na unaipenda nchi yako, kuja hapo peo mafunzo. Mafunzo ya M23 si mafunzo ya kukufunza kupiga risasi na kuruka shimo. Ni mafunzo ya kukufunza thamani ya nchi yako, uwezo wa kuishi katika nchi yako, utafutaji wa amani, na unaweza linda raia yako namna gani, na unaweza kugundua adui wako namna gani, na unaweza kujua mtu ambaye atakayejenga nchi yako namna gani. Nafikiri mafunzo yako simple. Lakini sasa kwa sababu sisi tulikuwa Watwirwaneho, hilo ni jambo la kwanza. Tulijipigania na tulijifunza silaha kwa ajili ya machungu na damu za watu zilikuwa zinamwangika. Nikiangalia leo Zone d'Uvira, milima yote, milima ya juu, Minembwe, Fizi, Uvira, tuna watu wachache ambao waliobaki. Waliouawa ndio wengi kuliko waliobaki. Na ndio maana wale wachache waliobaki waliamua kujipigania. Ndio maana waliitwa Twirwaneho. Sasa wakati Twirwaneho imegundua kwamba Alliance Fleuve Congo na yeye imekuja na machozi kama Twirwaneho, tunakuwa pamoja. Ndio maana Twirwaneho iligundua kwamba M23 AFC ilikuwa na shida kama za Twirwaneho. Sisi ni Wakongomani, tulisimama. Sasa kwa nini tujichange? Hawa ni wa majimaji, hawa ni FARDC, hawa ni Twirwaneho, hawa sijui ni AFC. Na tumekutana kwenye bandari ya shida, tumekutana kwenye kisima kia damu zilizomwangika kwa ajili ya kabila fulani, tukidanganywa, tunatumikishwa na wale ambao wanaoharibu Kongo leo. Na ndio hapo tuliamua kusema ya kwamba tufunzwe, na kia kwanza tulifunzwa upendo, kuipenda nchi yako, penda jirani yako, penda ndugu yako, penda thamani ya kuitwa Mkongomani. Baadaye unapendwa kulinda nchi yako. Ndio hapo tulijifunza. Lakini kwa kifupi ni hiki rafiki yangu. Je, unaonaje mapumziko ya kusimamisha vita ama cessez-le-feu kwa lugha ya Kimombo na makubaliano ya mkataba ya Washington na Doha? Umeuliza swala kwamba mimi Karoti nimeona aje kusimamisha vita. Vita tuliomba sana. Toka mwaka 2017 tuko tunaomba vita isimame. Kwa sababu vita ilikuwa spiritually na ilikuwa physically.
lakini kwa leo vita inakuwa live, haichagui tena kabila, lugha wala rangi. Mara ya kwanza tuliambiwa kusimamisha vita Angola, na wakaelewana kwamba wasimamishe vita, na viongozi walikubali kama wanaojipigania, kama wanaoitaka amani, kwa sababu waliweza kujiunganisha na wakajitosha kwa adui waliokuwa wanawatenganisha. Leo Wafuliru wako AFC Twirwaneho, Wabembe wako AFC Twirwaneho, Wanyindu, Wamshi, Warega wote ni M23. Sasa leo tunakuwa pamoja na tumegundua kwamba aliyekuwa anatutenganisha ni fulani na ndio anaendelea kutumaliza. Siku ambayo tulikubali kuweka silaha na kunyamanza, kusipojipigania tukarudi kwenye shimo, waliweka moto ya mafuta, walituvunja mikono, walimaliza hata viongozi waliokuwa wanasimama kwa kuitetea haki ya Mkongomani. Walisambua kutumia drone. Lakini sasa tumeambiwa tena tusimamishe vita, kwamba tunaenda Qatar. Hiyo vita ambayo tuliambiwa tusimamishe tena wamepigwa drone, watu wa maisha Masisi. Uliona maelfu ya watu walizikwa, shimu zilichimbwa mpaka vijana walichoka. Hatujui kama hiyo vita tunayoambiwa tunasimamisha ni vita ya kusema kwamba tulale usingizi ili tuuawe. Kwa kifupi, mimi naona kwamba hiyo kusimamisha vita ni strategy ya kutufanya tulale, kwa sababu mipango ya IDPS, mipango ya Kisegeti, mipango ya FARDC na hao adui zake aliyokusanya za FDLR ni plani ya kumaliza kizazi kiliyogundua ukweli wa kutenganishwa na kuchonganishwa. Nafikiria kwamba mimi kwa upande wangu, sijui viongozi wanaweza kaamua namna gani, lakini kwa macho yangu ya pili, macho ya tatu, nimegundua kwamba kuambiwa tusimamishe vita ili tuende kwa mazungumzo ni strategy ya kutufanya tulale hivi tumalizwe. Kwa upande wangu mimi siwezi comment hapo, ni viongozi wanaotuongoza ndio wanaojua hapo, lakini mimi kama Karoti, mimi kama mchambuzi wa hizi shida tulizozipitia toka mwaka wa 2010 na ngapi, tunatetea haki ya kuambia kwamba Mkongomani anadanganywa, ya kuambia kwamba Mkongomani anatumikishwa na faida za watu wengine. Mimi kwa upande wangu niliona kwamba masitisho ya vita ni strategy ya kutumaliza. Kwa upande wangu ni hivyo. M23 inatumia mbinu gani kwa kulinda raia kwa maeneo ambayo inadhibiti? M23 inatumiwa mbinu ya upendo, na upendo bila utaratibu ni shida. M23 inatumia upendo, utaratibu na ulinzi, hakuna zaidi ya hiyo. Na M23 ni wale vijana waliouawa mama yao, waliuliwa baba yao, washangazi na watu wengine. M23 ndio Twirwaneho, na ndio hao wamesimama sasa kuambia baba yao na mama zao Nord Kivu, Sud Kivu, de Republique Democratique yote mzima mahali wapo, kwamba tumefika, na kwa zile ndoto za kusema kwamba adui anayotumaliza ni fulani ndio anatuchonganisha. Leo ukiangalia FARDC inatupa drone Bukavu, kuna vijana wa Bukavu wako kwenye FARDC. Ile drone kitupwa Bukavu inabomoa nyumba 100. Usifikiri kwamba kuna nyumba moja ambayo itanusurika ya ule kijana FARDC anatumikishwa kuimaliza jamii yake. Leo kuna vijana kwenye FARDC walitoka Goma, walitoka Masisi, walitoka Rubaya, walitoka sehemu zote. Kama anaambiwa tupa drone pale, usifikiri kwa nyumba 23 shangazi yake atakuwa ndani. Lakini leo M23 Twirwaneho inasimama usiku na mchana kuzipokea drone ziwamalize wao kama walinzi, ila familia zibaki na usalama. Niko upande wangu ninaona kwamba ulinzi wa M23 umekuwa tofauti kubwa sana Goma na Bukavu kuliko ilivyokuwa awali. Kwa upande wangu mimi ni hivyo. Mimi naona usalama na amani ya Goma leo ni sawa sawa na usalama na amani wakati ya Mobutu. Haijawahi kutokea. Mimi ndio hivyo najua tu, sijui kingine tofauti ya hiyo. AFC M23 MRDP Twirwaneho ina mpango ya kumng'oa Rais Felix Tshisekedi mamlakani. Je, kwa mtazamo yako unaona mkifaulu? Kila Mkongomani ambaye iko kwenye chama cha AFC M23 Twirwaneho ana nia ya kumtoa Tshisekedi, kwa sababu ukweli na sababu tumegundua kwamba
aliyekuwa anauisha watu Minembwe, Fizi, Uvira, Kavu, Mwenga, Goma, Masisi, Ruaya, Kisegeti. Tuna vijana sio wa upande wa M23, tuna vijana sio upande wa Twirwaneho AFC ambao walipoteza maisha kwenye hizi province wakiwa kwenye FARDC wakitumwa na Kisegeti na kisha baadaye nakata system. Wamoja wale nusurika tunakamata mateka. Sasa ni vijana ambao huwezi kuwakubalisha kama warudi FARDC, wanaichukia FARDC kuliko walivyokuwa zamani. Sasa kwa upande wangu nimesema ya kwamba shida yetu sisi ni kuondoa virisi viko kwenye nchi. Na kirisi kikubwa, unajua unapokuwa na kivimba, unapoondoa uchafu kwa kivimba, unapokipasua, usione usaa unatoka unajua kwamba tayari kimepona. Hapana. Lazima ungangane lile jicho liliondoke. Na ninajua kwamba hizi busaa ambazo ziko kwa kivimba zimeletwa na lile jicho la ndani. Mimi kwa upande wangu nimeona kwamba Kiseketi atakapoondoka madarakani, kila mkongomani atajielewa na atagundua kwamba ukweli wa M23 AFC Twirwaneho ulikuwa ukweli wa kuonesha mkongomani kwamba aliyekuwa anatuchonganisha ni mtu fulani. Mimi kwa upande wangu hiyo ndio jibu yangu, sina zaidi ya hiyo. Mimi shida yangu ni ya kujua tu kwamba Kiseketi akiondoka ataondoka na kundi zake zote aliyoita waasi wa nchi fulani. Je, ni ujumbe gani ungependa kuwapa raia na ulimwengu kuhusu vita inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Ujumbe naopewa wa ndugu zangu wa Kongomani wa Sud Kivu na Nord Kivu ni ya kwamba aliyekuwa anatuua ameonekana. Aliyekuwa anatuua sisi watu wa Sud Kivu, Nord Kivu sio Mnande, sio Mshi, sio Mrega, sio Mfuliru, sio Mbembe, sio Mnyindu, bali aliyekuwa anatuua ameonekana. Kisegeti. Kitu ngumu sana ambayo watu wasiokuwa na macho wanaweza kujifikiria. Wahutu wa Rwanda walikata jamii zao na mapanga, wakawamaliza, walifieka milioni ya watu bila kuwa na huruma. Hata nikifikiri mtu anaweza kuwa na huruma ya kukata mbuzi 2, 3, 4, 5 kwenye quartier, lakini wao walikata vijiji wote. Saizi amewapokea. Mliona ya kwamba wakati alipokea mtoto wa Habyarimana, akapokea maasi wa nchi jirani, hapukupita siku 2 muliyasikia yaliyotokea huko nchi ya huko kwetu Sud Kivu. Mimi nina imani ya kwamba wakongomani wanatakiwa waelewe na wakubali kwamba Twirwaneho, AFC, M23 ni wakongomani waliamua kupigania haki watu wa Sud Kivu. Kama mtu anaweza simama anatupa drone kwenye kijiji cha babu yako, anatupa drone kwenye kijiji cha shangazi yako, ndugu yako, na wewe mwenyewe kwenu, hana uchungu. Sijui ya kwamba kungilikuwa uasi Kasai, sina imani kwamba angituma drone ziende huko, kwa sababu zingeenda kupenya zinaanguka kwa nyumba ambao Kisegeti baba aliacha, zinaweza kupenya zinaanguka kwa nyumba ambao baba yake Kisegeti aliacha. Lakini kwa sababu sisi tumekataliwa, sisi tunachuruzwa, sisi tunaangamizwa, tunatuangamizwa na mtu ambaye anatembea na maadui wa nchi nyingine, na kisha anadanganya kwamba sisi ndio tunafanya kazi na hiyo nchi, wakati yeye ndo anatembea na maadui ya ile nchi. Mimi kwa upande wangu nitaka kuambia wakongomani wote wasimame. Vijana waliobaki nyumbani, ukiwa uko mtoto wa Bukavu, uko mtoto wa Goma, uko mtoto wa Fizi, uko mtoto wa Minembwe, simama. Huyu ni muda sasa wa kupigana na adui aliyojionekana. Huyu ni muda sasa wa kupigana na adui aliyoonekana. Kwa sababu mwanzoni tulikuwa tunapigana na adui sio mjua. Kama tulikuwa tunasimama Kalingi, tusimame Muramvya, tusimame Minembwe, tusimame Kipupu, tunasimama tukipigana na Mfuliru, tunasimama tukipigana na Mbembe, tunasimama tukipigana na Mnyamlenge, tukijua kama Mfuliru, Mbembe na Mnyamlenge ndio adui. Kumbe adui iko nyuma yetu ambaye anatutumia. Na leo ameonekana wazi. Maelfu ya watu walikufa Sud Kivu, maelfu ya watu walikufa Nord Kivu kwa jina ya kusema kwamba tunaoana kwa ajili ya ukabila, wakati sio ukabila. Tunauliwa na adui aliyoonekana. Na kwa sababu gani alionekana kichwa mpaka katoa wazi? Ni kwa sababu AFC ilionekana,
kwa sababu M23 ilionekana na kwa sababu Twirwaneho ilikuwepo. Mimi kwa pande yangu ninaambia Wakongomani wote ambao wako nje ya nchi, wote ambao wanajua kwamba hawapo karibu, sogeeni, ni muda sasa ya kuilinda nchi yetu ambao sisi wenyewe tulijinyakulia mikononi mwa adui aliyekuwa anatuchinja usiku na mchana. Kwa pande yangu mimi ni ushauri huyo tu. Serikali ya Kongo imeendeleza mashambulizi na kususia wito wa kusimamisha vita, mashambulizi yakiendelea Minembwe na Masisi. Una maoni yapi kufuatana na swala hilo? Maoni yangu ya vita inayoendelea Minembwe, ninafikiri kwamba Twirwaneho ilisimama kwa kupigana kwa ajili ya haki ya kwetu na haki ya mababa. Nina imani ya kwamba mliona Twirwaneho ilikuwa Uvira, kila kabila walifurahi, mabango yalisimama ya kutusifu na kutushukuru. Lakini tulipoondoka uliona mababa na mababu waliofukuzwa kama nyama kwenye nchi yao. Nafikiri mliona hata vijana waliouawa walibaki kuuawa na wazalendo, wanauawa na Warundi na FDLR, wakarudi kusema kwamba M23 ndio iliwaua, na makaburi wanaanza kuonesha ambazo sisi hazikuonekana tukiwepo. Mimi kwa upande wangu nimesema ya kwamba siwezi ingilia kati ya kusitisha vita, hilo ni swala la viongozi. Lakini mimi nasimamia fasi ya kuambia Mfuliru, Mbembe na Mnyindo na Mnyamlengi, hii ni muda wetu sasa ya kusimamia haki ya kwetu na haki ya nchi yetu. Mimi nimesema ya kwamba vijana wote ambao wako Minembwe, wako Fizi, wako Mwenga, wako Bukavu, wako Goma, Masisi, Rubaya, Kiwanja mpaka Bunagana, tunatakiwa kuwa kwa pamoja kwa kupiganisha adui anayetumaliza. Mimi siwezi kusema tunasitisha vita na nani. Unajua watu wanasitisha vita ikiwa serikali na maserikali wanapigana, mtasitisha. Lakini sisi kwa sababu ya sisi kuonekana tupigane, ni kwa sababu tulikuwa tunakatwa mapanga. Na yale mapanga aliyokuwa anatukata na kutumaliza, mtu anakatwa anakamua ng'ombe, anakatwa mapanga akikamua ng'ombe. Mtu anachomewa kwenye nyumba akinyonyesha mtoto kwa jina na kusema kwamba wanapigana ukabila wa Fuliru na Wanyamlenge. Mtu anachinjwa akiwa shuleni, watu wanachomewa kwenye kanisa. Ndio maana walisimama, tukasimama kama Twirwaneho, tujipiganie sisi tunaouawa. Lakini kwa sababu tumegundua kwamba adui ni nani, ni yule anayetupa drone zinamaliza watu. Mliona Masisi walizika maelfu ya watu, inachinjwa na serikali ambayo inayosimama. Tunajua haki ya serikali ni kulinda raia na mali yake, lakini serikali ya Chilombo ni kumaliza raia na mali yake. Mimi kwa upande wangu sina comment kwa kusitisha vita, lakini nitaka niambie Wakongomani kwamba adui anayetumaliza ameonekana, na si adui mbali, ni Tshisekedi Chilombo ambaye anatuchuruza na kutumaliza watu wa Sud Kivu na Nord Kivu. Huyo ni kwa upande wangu, sina mengi wala sina comment zaidi ya hiyo. Asante sana, nawashukuru.